una thamani kubwa sana. Tunaadhimisha maisha ambayo ni ya thamani kubwa sana, na thamani hiyo inatokana na yule anayeyatoa ambaye ni Mungu Mwenyezi. Mungu ana lengo na kila mmoja wetu. Mungu amemwita kila mmoja wetu, na lengo letu tuweze kuwa naye, tuweze kuwa watakatifu wote. Tunayaona haya hasa katika masomo yetu tuliyosikia leo, na tunaonyeshwa na kuelekezwa kila mmoja aishi kadiri ya wito wake. Na Mungu anakuita kila mmoja kwa kazi maalum, na ndio unayopewa hiyo kuitenda. Kwa namna pekee, kwa mapadri wetu wateule leo, wameitwa kuwa mapadri makuhani Yesu mwingine, waweze kufanya kazi ile ambayo ni ya Yesu yule ambaye ndiye anayeita. Katika somo la kwanza tunaona thamani hiyo ya wito, tunaona thamani ya maisha. Thamani yake tunaiona Mungu mwenyewe anatuambia katika somo la kwanza. Tunamuona Yeremia aliyelelewa vizuri, aliyekuwa anamcha Mungu, yule aliyekuwa karibu na Mungu zaidi. Anasema neno la Mungu lilinijia likisema. Analitambua hilo, amezoea kusikiliza sauti yake, lakini neno hili linamjia leo kwa namna ya pekee, kumwonyesha wito wake ni upi, akafanye nini. Na katika hili tunaona kwamba yule anayeongoza yote ni Mungu. Kabla hujaumbwa alikujua. Elimu ya huyu ambaye anaitwa kabla ya kuumbwa, akiwa bado kwenye mawazo yake, Mungu mwenyewe anamjua, anamfahamu huyu kabla hujaumbwa, na alikujua. Na tunaposikia hilo, tunaona utakatifu wa maisha, thamani ya maisha na uhai. Na ndio maana tukiangalia tukisema kwa jamani, tunathamini uhai, na sisi ni walinzi wa uhai toka pale ambapo mtu anaumbwa akiwa tumboni mwa mama yake. Na ndio maana tunakemea utoaji wa mimba, kuona thamani hii ya uhai. Tunakemea kwa namna yoyote dharau juu ya mwanadamu. Thamani yake ni sura na mfano wa Mungu, na tunaona kwamba Mungu anamjua hata kabla hajaumbwa. Utakatifu wa maisha, thamani ya maisha haya, uhai, na lazima tulifahamu hivyo. Na ndio maana hata tunapotoa malezi yetu kwa watoto wetu, tuweze kuliweka hili mbele, na tuweze kuona watoto tulio nao ni zawadi kutoka kwa Mungu, si mzigo. Na kwa sababu hiyo tuwalee ipasavyo. Sasa, kabla sijakuumba nalikujua. Ukingali tumboni mwa mama yako nalikutakasa, nilikuweka wakfu kwa kazi maalum, uwe nabii wa mataifa. Wito unategemea nguvu ya Mungu kuliko udhaifu wa mwanadamu. Na kwa wakati huo Yeremia anaitwa, anaambiwa yote hayo, kabla hujaumbwa nalikujua, ukiwa tumboni mwa mama yako nalikutakasa na kukuweka uwe nabii wa mataifa. Ulikuwa mshituko kwake, lakini ni utambulisho wa maisha yake, ni utambulisho wa wito wake. Utakuwa nani wewe katika maisha yako? Utakuwa nabii. Kazi unaenda kuyafanya, unaifanya kwa watu wa mataifa, wanatisha hao, watakutishia hao,
ndio unaenda huko wewe, na nimekuteua ukafanye kazi hiyo. Hilo ni tishio ambalo mwanadamu yule ambaye atategemea tu nguvu yake hawezi chochote. Na ndio maana hata Yeremia katika jibu lake tunamwona kwamba amejaa hofu, na kutokana na hofu ile visingizio, siwezi kuongea mimi, bado mdogo mimi, siseme hivyo. Kisingizio hicho hakina maana. Ninakuita mimi kwa kazi hiyo. Kazi unayoenda kuifanya si ya kwako, ni kazi yangu mimi. Kwa sababu hiyo nitakuwa na wewe. Na katika somo hili anasema kabisa, nitakuokoa kwa hao jamaa hao, wanatisha hao, nyuso zao hao, watakutishia, watakunyamazisha, lakini nitakuwa na wewe. Uwe jasiri, simamia ukweli ili usije ukapotosha watu. Simamia ukweli, usije ukaogopa ukaanza kuongea uongo kwa ajili ya kuwapendezesha hao na kutuma ukawasaidie waweze kuacha mienendo yao mibaya, waweze kumrudia Mungu, waache uasi, wafanye inavyowapasa watoto wa Mungu. Na ndio kazi inayoenda kukufanya. Sasa ukianza uoga, ukianza kutetemeka, mimi niko pamoja, nitakuwa na wewe. Cha maana wewe unitumaini mimi, uwe kabisa kwamba niko pamoja na huyu aliyeniita na kunituma. Kwa hilo ndio ni muhimu. Kwa sababu hiyo si swala la uoga, si swala la udhaifu, ni swala la yule anayetuita na yule ambaye anatutuma. Tuwe na matumaini kwake, tuweke maisha yake kwake, tukaitende kazi ipasavyo. Kama nilivyosema, kila mmoja ameitwa hapa. Yule aliye katika ndoa ameitwa, na kule atapata shida mbalimbali huko, na pengine atazomewa kwa sababu ya maisha anayoishi, lakini atambue kwamba ameitwa aishi inavyompasa kama mtoto wa Mungu. Kwa hiyo alee watoto wake vizuri, alee watoto hawa wapambanue miito yao na waweze kutambua kwamba Mungu anawaita kuwa nani. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo ndo sasa, mimi ni mdogo, siwezi kuongea. Usiogope, Mungu atakulinda, Mungu atakupa nguvu, na Mungu atakuongoza. Na katika hili sasa, nguvu ya neno la Mungu, akamwekea maneno, ujumbe unatoka kwa Mungu mwenyewe, akamwekea mkono katika midomo yake kumwezesha kwamba anayoyasema si ya kwake, ni ya Mungu mwenyewe. Ukisoma Injili ya Yohana sura 17, ile sala ya kikuhani ya Bwana wetu Yesu Kristo anapowaombea wanafunzi wake, kuna sehemu anasema, neno lako kwanza watakase kwa ile kweli. Kweli ni neno lako. Na nilipowapa neno hili, ulimwengu uliwachukia, walikuwa tofauti, kwa sababu wamewekwa wakfu kwa ajili ya neno hili, kulitangaza lilivyo na bila kupindisha ukweli. Na kwa sababu tunaona nguvu hii ya neno la Mungu katika maisha ya mwanadamu. Na ndiyo maana katika maisha yetu, katika utume wetu, tunao ushirikiano mkubwa na Mungu wetu. Utume wetu ni utume ambao ni wa kibinadamu, tunaongea maneno haya na lugha yetu tulio nayo, lakini maneno yale tunayoongea katika kutimiza utume wetu, kwa ndani Mungu anafanya kazi yake. Na anapofanya kazi yake hii, lengo linatimia, ambalo ni wokovu wa mwanadamu. Akombolewe mwanadamu huyu kimwili na kiroho, kifikra. Na ndio maana aweze kujua vizuri, pate elimu, na aweze kulelewa vizuri katika dhamiri yake,
maisha ya kiroho, na atakatifuze moyo wake wapenda wenzake kama Mungu mwenyewe anavyotuagiza kwa nguvu ya neno la Mungu. Kwa somo la kwanza linatuonyesha thamani ya wito, thamani ya uhai na thamani ya maisha yetu. Na kwa sababu hiyo tusiishi tu, tunahitaji kwamba kutambua ni watoto wa Mungu na Mungu ana malengo na sisi. Uwepo wetu hapa duniani na uhai tulio nao na afya tulizo nazo, Mungu ana malengo na sisi. Anataka tutimize misioni anayotupatia yeye mwenyewe. Hawa ndugu zetu wameitwa, ndugu zetu hawa mapadri wateule hawa wameitwa kuwa makuhani, kuwa Yesu mwingine, wakaifanya kazi ile ambayo yeye mwenyewe anaifanya kupitia wao, na waifanya kwa ukamilifu. Na ili wayafanye yote haya anahitaji unyenyekevu, si majivuno, si ufalme, utumishi, kuwatumikia watu. Na ndio maana unapoitwa wanasema kwamba na umepata malezi, maana yake umepata majiundo, na majiundo haya ni ya muda mrefu. Na kama mmesikia vizuri katika utambulisho, wanastahili hawa, na provincial singasema ndio wanastahili moja kwa moja. Anajua kuna walezi ambao walikuwa karibu na wao, pengine walezi wao walipokuwa wanawalea na kuwaunda, pengine walikuwa nakasirika, pengine wakati mwingine walikuwa nawanunia walezi wao, pengine wakiwa huko sirini walikuwa na watukana, bila kujua kazi wanayoendea, majiundo hayo kwa kazi ile. Ndio maana mwisho wakati provinciali bila waulize hao jamaa vipi, bila walezi waandike ripoti zao, lakini waumini nao wachangie katika wito wa hawa, ili baadaye wakianza utumishi waumini hawa wasema padri lile cheki lilivyo, ila wajizomee wao wenyewe kwamba hivi tumechangia nini katika malezi ya mapadri hapa. Tuna nafasi. Tuliulizwa juu ya hawa, kuna kizuizi? Na ndio maana nasema kwamba baada ya kuwauliza wanaohusika walezi hao, na baada ya kuwauliza waumini hao, nashuhudia kwamba wanaonekana wanastahili. Tunaangalia kwa nje, hatuangalii ndani. Hiyo ni Mungu ambaye anawaita, ndiye anaangalia, na ndio maana alikuwa anawaunda. Hawajazaliwa kuwa mapadre hao, walikuwa na muda wa maandalizi hao, waweze kusoma, wamjue vizuri Mungu huyo, wajue kabisa huyo anayewaita. Sasa wanapomwangalia Yesu ambaye anasamehe wakati wote, na wajue sasa tunaenda kufanya kazi hiyo. Kwa sababu tunaenda kufanya kazi hiyo, na baada ya majiundo haya bila shaka walianza wengi sana, lakini leo wako watatu hapa. Kiulizo wengine walienda wapi? Sasa njia hii bwana mimi siwezi mimi. Ndio maana wameondoka. Wameitwa kwa kazi maalum, Yesu mwingine. Kwa maana Paulo katika somo la pili anatukumbusha, kama wewe umeitwa kwa Yesu mwingine uweje? Si swala la utoto wako, si swala la umri. Yote haya, umri wako si kitu katika utume wako, bali kuwa mfano. Tunasema kwamba Ekaristi Takatifu ni mfano wa kuabudu Ekaristi Takatifu. Tunasema imani niwe mfano, na ndio maana yanaorodheshwa haya maneno ambayo kuhani ambaye ni Yesu mwingine aweze kuwa mfano kwa wale anaowaongoza, aweze kuwa mfano kwa wale anaowaongoza.
Na Paulo alikuwa anaongea na Timotheo akimwelezea hayo yote. Pengine Timotheo alikuwa mdogo. Sasa pengine ukiongea pale watasema kitoto hiki kina maana gani? Kinaongea nini kitoto hiki mbele yetu sisi wakubwa? Tunajua kila kitu sisi. Sasa hapana, si swala la ukubwa, si swala la umri. Katika utume alikuwa mfano katika maneno. Kuhani anavyoongea ni tofauti na kijana yoyote au na mtu yoyote wa kijiweni. Maneno yanayomtoka ni ya busara, ni maneno ya hekima, yale yenye mpangilio. Anakuwa mfano wa kuwavuta waumini kwa maneno yale anayosema. Kuwavuta waumini katika safari hiyo, anawatangulia kwa maneno yake yale anayosema. Yanavutia. Watu wanasema mtumishi wa maneno yanayomfurahisha mtu. Onyesha kwa waumini hawa mfano wa kuigwa, unavutia watu na watoto wanaoona. Sasa nataka na mimi niwe kuhani, nataka niwe kama yule. Hali anayotembea kweli, yani Mungu anayo mfano, upendo wa kweli, sio binafsi. Kuna vishawishi vingi katika dunia hii. Ndio wakati fulani nasema jamani, mtuache tuishi maisha wito wetu. Sisi tukamilikiwa. Sisi sio vitu ambacho unaweza kununua ukaweka chumbani kwako. Usiseme huyu ni baba yangu. Ni baba yetu huyu. Na upendo huo hauna ubaguzi. Maana katika maisha yetu unaweza kawa na ubaguzi, kaangalia hivi, nikienda saa hizi yule nataka nikamhudumie, ana nini yule? Au uko siende. Ukachagua watu wanaumia sana wakiona hivi. Wakiona kabisa kama kwa hiyo mimi ni kama nisina kitu chochote, sina maana mbele ya Mungu. Huyu kwa sababu ni tajiri, huyu kwa sababu ni fulani. Akisa upendo kwa wote. Huduma bila ubaguzi kwa wote. Upendo wa kweli, upendo wa sadaka. Niko tayari kufa kwa ajili ya hawa. Naona wanahangaika hawa, naona wanatangatanga hawa, naona wanadanganywa hawa. Nakemea, naelimisha,
na waongoza waende kwenye kile ambacho ni muhimu. Ni mfano katika imani. Sasa kuhani amewekwa kama mhudumu wa Ekaristi Takatifu, na kama mhudumu wa Ekaristi Takatifu, kimwona huyo mhudumu wa Ekaristi Takatifu anatupa tu Ekaristi, sasa kusema mambo yakoje hayo? Mtu huyu kuhani vipi huyu? Kwa hiyo anakuwa kwanza, yani mfano katika imani, mfano katika usafi. Si usafi wa kuoga, unaweza kaoga vizuri ukakata nywele zako vizuri, lakini usafi unasema usafi wa moyo, kutokuwa na makando kando, ni kwa ajili ya Kristo yule anayeita. Na ndio maana kiangalia somo la kwanza na pili yote yanaelekeza huku kwamba huyu aliyeitwa si swala la utoto, sio swala la nini, kwa sababu Mungu yuko naye na anamtumaini yeye na anajitoa bila kujibakiza kwake, ataweza kufanya vizuri katika yote, na ataweza hata kuepa na kuweza kuvuka vyovyote vile ambavyo anakuwa ni mitego kwake, na atafanya vizuri katika maisha yake. Na Yesu mwenyewe ndiye anatupa mfano huo, na ndiye anatuongoza na kutuonyesha tuweje kama makuhani. Katika somo la Injili tunaambiwa kabisa alitembea, yuko katika mwendo huu ni wa kwenda kuwalaki wale anao wahudumia. Hajajifungia, anawaendea wale anao wahudumia. Alienda katika miji yao, alitembea. Alifanya nini katika kutembea huku? Alifundisha. Kufundisha kunasaidia na nini? Kuondoa ujinga na imani ambazo ni potofu, ili waishi inavyowapasa watoto wa Mungu. Kwa maneno mengine, kwa mafundisho, kwa elimu hiyo, wataondokana na vifungo vya mambo ya ajabu ambayo yanakuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini kuhubiri si tu kuhubiri. Kuhubiri nini? Habari njema. Habari njema ni furaha, na furaha inaashiria uwepo wa Mungu. Kwa sababu anapokuwepo kuhani, anapohubiri pale, kwa Mungu yuko pale. Anapoongea na hawa waumini, Mungu yuko pale, wanafurahi. Nilisema limalize haraka hili. Hayo kuna makundi mawili hapo sasa. Limalize haraka maana yake hawana habari na wewe. Lakini hawana habari na wewe kwa nini? Pengine wameshapotoshwa, wameshakengeuka. Na ulimwengu wa leo ni rahisi sana kukengeuka. Na ukisha kengeuka unakuwa wa ajabu na unakuwa kituko. Lakini kwa muumini yule ambaye anafuatilia vizuri mafundisho yale na elimu ile ya mama kanisa, anayofundishwa na kuhani wake, na kuhani wake akimwonyesha mfano, haweza kakengeuka na haweza katumika akawa kibaraka na akaonyesha ni waajabu. Kwa sababu kama kweli ni muumini alafu unazomewa, na tunakufahamu wewe ni muumini unazomewa, cheki nilivyoongea. Na nasema kwamba tusome neno la Mungu, tuelewe vizuri na tuelewe vitabu hivyo, ili tusije tukakutana na Korintio. Unatoka kukubwa naenda kudogo. Wa Korintio kutoka 13 kwenda 10. Sikaingia huko. Tupate vizuri elimu ya mama kanisa na tufuate mfano mzuri ambao waumini tunawaangalia makuhani wanavyotufundisha, wanavyotuasa kufundisha, kuhubiri. Sikaanza sema ndani kusoma katika kitabu cha Wakorintio. Wewe ni Mkatoliki bwana.
Na kama Mkatoliki unaelewa vizuri, na kwa sababu uwezo ukawa wajabu unaelewa unachokifanya. Kwa hiyo lazima tujue hivyo, kufundisha, kuhubiri habari njema. Kwa sasa tusikilize vizuri, tusiwe ni watu wa nje huko. Matokeo yake tunasahau mafundisho yetu na maadhimisho yetu, tunakuwa kituko katika ulimwengu huu. Unakuwa kituko. Kuna mwingine alikuwa anasema moyo wangu unavuja damu. Hiyo damu hiyo inavujia wapi? Kwenye bandama, kwenye nini? Lazima tuangalie hivi tunachokiongea na tunachokiwakilisha mbele ya watu. Sisi ni Wakatoliki, na kama Wakatoliki tuna makuhani wetu, na tunafahamu kuhani anapatikana namna gani. Mojawapo ni leo tunapoadhimisha wito wetu huu, tunaona makuhani wetu wanavyopatikana. Sasa hizi tuna makuhani ambao ni mapadri wateule. Tunajua wamepatikanaje wateule hawa, tuna hatua hizo, tunaelewa. Na kwa sababu wanapotuelimisha na wanapotukemea, tusiwe na kiburi, na tuwe tayari kuongozwa. Kiburi kinafunga neema ya Mungu, ya milango ya neema ya Mungu, na matokeo yake tunakuwa kituko katika ulimwengu huu. Lakini tukifuata maelekezo tutakuwa wazuri vizuri kabisa. Lakini kuponya na uponyaji wa aina mbalimbali, kuna magonjwa mengi sana katika ulimwengu wa leo. Mahangaiko, hofu nyingi zimetanda. Yote haya kazi ya kuhani aweze kupona mwanadamu huyu. Udanganyifu mwingi sana. Yote haya, mwingine anakuwa ni kuhani kwa ajili ya kupendeza watu wengine, au kwa ajili ya kuchota hela za watu. Tunahitaji kuwaelimisha waumini wajue, jamani, kama sisi Wakatoliki tuna kila kitu, tuna utajiri wote, tunakimbia kwa nini? Mahangaiko yanatokana na nini? Tufuate maelekezo na Mungu atatukuta hivi. Sasa Mungu asije tukakutana na Mungu tunahangaika, tulikuwa tunaenda si wapi kwa ajili ya kwenda kuabudu si vinini huko, tunaenda huko afu mwisho wakati tunapoteza maisha humo njiani. Na kwa sababu hiyo tunahitaji kuponywa, uponyaji wa ndani. Tunahitaji uponyaji. Tuna mahangaiko mengi sana, na hasa katika familia zetu, pengine upendo umepungua. Tujihoji, kwa nini? Kwa nini baba halali ndani anakimbia anaenda huko? Kwa nini watoto watuheshimu tena leo, ulimwengu wa leo? Na ndio maana tunahitaji kuwalea kadiri inavyopaswa. Na mama kanisa natuelekeze, unapoenda kumbatiza mtoto, unajua wajibu wako mzazi? Tunasema tunajua, tuwalee sasa kadiri inavyotakiwa. Na ndio maana kwa namna pekee tunawashukuru sana wazazi wa mapadri wateule, kwanza kwa malezi yao, kwa kuweza kuwalea watambue wito wao, na katika kutambua wito wao leo wajiongea mbele ya altari ya Bwana kuitika wito wao ipasavyo. Kwa hiyo tunawashukuru sana wazazi, na ishara mliofanya leo kuwasindikiza hapa mbele, wanaingia katika familia ya Mungu. Sisi sasa mmewatoa ninyi wenyewe kwa sadaka hiyo kubwa. Tunawashukuru sana wazazi, Mungu awabariki sana. Lakini tunawashukuru ninyi wenyewe mapadri wateule. Ndio maana nimeuliza nikasema pengine mlikuwa wengi, lakini leo mko watatu. Tunawashukuru kwa kuitika. Tunawashukuru kwa kuvumilia katika majiundo, kwa kutambua kwamba hivi tupate juisi nzuri inabidi kukamuliwa. Kamua kwenye machungwa tupate juisi, la sio upate juisi ile. Leo hii Bwana mmefikia malengo haya kwa kuweza kutambua. Kesho na kesho kutwa na nyinyi mtaenda kulea. Tunawashukuru sana kwa kuitika hivi. Lakini wakati tunawapongeza na kuwashukuru, mjue kwamba sio kwamba ndio mmefikia wito ndio mnaanza sasa. Kile mcho kwa mnajiunda kile
Ndio sasa leo mnaanza safari yenu, na mnapoanza maisha safari yenu, Waingereza wanasema mmemaliza kile tunachoita initial formation, lakini mnaendelea na permanent formation. Na uzuri mko katika shirika, na katika shirika lina karama yake. Mnaenda sasa kuishi vizuri karama hiyo. Bila shaka jana mmepokelewa rasmi kwenye shirika kwamba nini, wana shirika rasmi, mmekuwa wana shirika rasmi wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sio kwamba mchangilia kusema sasa mlezi hana nguvu kwangu. Sio swala hilo. Hana nguvu kunafikiri kwamba ulikuwa unajifunza ili uanze kujipima nguvu na mlezi wako. Hakuna. Ili uishi maisha yako wewe. Sasa uishi kama pressure tuone sasa. Kama ulikuwa unaigiza tuona. Angalia mwigizaji yule, shika livyo hovyo kabisa. Kama uliigiza, kalifuatilia vizuri. Sasa huyu utaona hata provincial mwenyewe, sasa wewe tunakupeleka huko. Ukiona wanakurukaruka ujue una kitu si sawa hapa. Inaonekana sifanye vizuri. Lakini kuna kila provincial naona pale kuna tunakuomba kufanya kazi pale. Tunaomba. Na kwa sio show sio kwa ajili ya show, ni kwa ajili ya maisha. Kaishi sasa yale ambayo umejifunza. Majiundo yenu yaonyeshe kwamba yalikuwa si fake, ila mlikuwa mnajiunda. Ndio maana tunasema kama ninyi walezi wakuu. Walezi wakuu ni nini? Maana kuna kwa na hatari kwamba sasa nimekuwa huru. Lakini ndiye huru anaishi kiholela, huyo hayupo huru, ni mtumwa. Na ndio maana mtaahidi utii. Na utii unaendana na unyenyekevu kwa mkuu wenu wa shirika, na pale popote mtakapokuwa kwenye kanisa mahali, katika umisionari wenu. Na ndio maana sasa kama mmeitika leo, tunawashukuru sana. Sasa mkayaonyeshe yale yote ambayo yanatakiwa katika maisha yenu. Kaishi utume wenu vizuri, mkaishi maisha yenu, mkamwakilishe Yesu Kristo mnaye anayewaita. Msije mkaingia kwenye crisis ya wito. Crisis ya wito ni ile ambayo sasa ujisikii nyumbani kule ulikoitwa. Ungependa uishi sehemu nyingine, ungependa uwe na ndoa. Sasa umeshakuwa padri tayari na ni mwanashirika, hakuna cha ndoa hapo tena. Sasa ukianza kutamani ndoa tena, hii ni crisis hii. Unatamani vitu vile, wewe kama amphibia bwana. Nchi kavu na maji hivi wapi na wapi? Wewe ni nchi kavu, wewe ni nchi kavu. Lengo kwa kumwakilisha Yesu Kristo. Kwa sababu waumini na wote ambao mtawahudumia wanaangalia kile ambacho mmekiahidi. Unajua mtaishi kadiri ya kile mlichokiahidi. Mkiishi tofauti sasa crisis. Wamejisikii nyumbani na watu wanawashangaa. Mbona waishi kama wito wao? Mbona tunawaona kila mara wanashangaa mitaani? Mbona tunaona wanabagua watu? Mbona tunaona kila siku wanaambatana na huyu? Kuna nini hapa? Wanawashangaa. Kwa hiyo tunawaombea mkaishi wito wenu wa kuhani. Na uzuri katika shirika kuna jumuiya. Mheshimu sana jumuiya. Jumuiya ni mlinzi mkubwa wa wito wetu. Jumuiya inalinda viapo vyetu. Kianza kukwepa jumuiya tutapotea. Kwa sababu hiyo mkaishi vizuri kwenye jumuiya. Kasikilizeni yale ambayo wanawaelekeza, kama nilivyosema kwamba permanent formation iwasaidie katika maisha yenu. Tunawatakia yote mema na Mungu aendelee kuwasimamia katika safari yenu. Mmeteuliwa, lakini nitakapowahoji unaweza kusema sitaki. Sawa? Unaweza kukataa. Mna nafasi bado. Unaweza kusema sitaki. Tutasema bwana provincial huyu jamaa anasema sitaki. Kwa hiyo hatumlazimishi, nenda zako. Kwa hiyo ila tunawaombea na kuwakabidhi mikononi mwa yule anayewaita. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati.
Ndugu wapendwa, hawa wana wetu ambao ni ndugu na rafiki zenu wanaitwa sasa